Je, unafahamu kuwa Samia Suluhu hatimaye leo amejibu tukio la Peter Msigwa kusaliti CCM na kurejea Chadema? Je, wajua kuwa CCM imemtumia ujumbe mzito Peter Msigwa baada ya kusaliti CCM na kurudi Chadema? Na Samia amesema nini? Na CCM wametuma ujumbe gani huu mzito kwa Msigwa? Jiunge nami hadi tamati, lakini kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Mjadala wa kisiasa kuhusu Peter Msigwa kurejea Chadema umechukua sura mpya baada ya viongozi wakuu wa CCM leo kujibu vikali uamuzi wake wa kukihama chama tawala na kurejea Chadema, katika kile ambacho wadadisi wengi wanaona ni majibu ya moja kwa moja ya CCM. Hadi sasa, katibu mkuu wa mrengo wa wazazi wa CCM anayefahamika kwa jina la Ali Hapi kwa niaba ya Samia Suluhu ametetea mfumo wa uongozi wa chama tawala CCM na kuhoji sababu za kisiasa zilizosababisha kuondoka kwa Msigwa. Kwa takriban siku nyingi sana, Peter Msigwa amekuwa mwanachama wa CCM, hatua iliyoibua hisia kubwa wakati huo kwa sababu alikuwa mmoja wa watu mashuhuri wa kisiasa wa Chadema. Sasa uamuzi wake wa kubadili mkondo umemweka tena katikati ya mijadala ya kisiasa leo. Akizungumzia suala hilo kwa niaba ya Samia Suluhu, Ali Hapi kutoka CCM alidai kuwa nafasi za uongozi ndani ya CCM hazigawiwi kwa sababu tu mtu amejiunga na chama hicho. Kulingana naye, chama tawala kinafuata utaratibu uliopangwa unaotuza nidhamu, uaminifu, uchapakazi na utumishi wa muda mrefu. Akijaribu kueleza kwa nini Peter Msigwa hakupewa kiti au ofisi yoyote ndani ya serikali ya CCM, wakisema ya kwamba huenda hiyo ndiyo sababu ambayo Peter Msigwa amejiondoa katika chama na kurudi Chadema. Hapi kwa niaba ya Samia alisisitiza kuwa uongozi wa kisiasa ndani ya CCM unapatikana kwa kujituma badala ya matarajio, akiweza kudai ya kwamba huenda Peter Msigwa alikuja CCM kwa matarajio ya kupewa nafasi za kiserikali, lakini baada ya kuona ya kwamba hakupewa nafasi yoyote akaamua kurudi katika chama chake cha upinzani. Maoni yake Hapi yalionekana yakilenga moja kwa moja simulizi zinazopendekeza kuwa baadhi ya wanasiasa wanaweza kujiunga na vyama tawala wakitarajia kupata uteuzi haraka, uteuzi au nyadhifa zenye ushawishi mkubwa. Kwa mujibu wa Hapi, kwa niaba ya uongozi wa CCM na Samia Suluhu, amesema mifumo ya ndani ya CCM imeundwa kuwaendeleza viongozi kwa wakati badala ya kutoa malipo ya haraka. Alisema wale wanaoingia kwenye chama hicho tawala wakitarajia maendeleo ya haraka wanaweza hatimaye kukata tamaa kama Peter Msigwa wanapogundua kuwa nafasi za uongozi zinatokana na ukuaji wa muda mrefu wa kisiasa. Moja ya maneno yaliyovuta hisia ni kauli yake kwamba nafasi za uongozi si vitu vinavyoweza kutolewa kwa mahitaji au kugawanywa hivi hivi. Badala yake aliutaja uongozi kuwa ni matokeo ya utumishi wa miaka mingi ndani ya chama, nidhamu na kujenga imani miongoni mwa wanachama na wananchi wa chama hicho. Matamshi hayo yanaashiria kuwa CCM inataka kuimarisha taswira ya chama kinachoongozwa kwa taratibu zilizowekwa badala ya matakwa ya mtu binafsi. Wakati huo huo, kurejea kwa Msigwa ndani ya Chadema kumepokelewa kwa shangwe na furaha na wafuasi wengi wa upinzani ambao wanaona uamuzi wake huo kama ukombozi wa kisiasa. Wafuasi wanahoji kuwa kurudi kwake Msigwa kunaonyesha kwamba imani za kisiasa zinaweza kushinda maslahi ya kibinafsi na kwamba baadhi ya viongozi hatimaye huchagua kurejea kwenye mashirika ambapo wanahisi imani zao za kisiasa zinawakilishwa vyema. Tofauti hiyo imeunda masimulizi mawili yanayoshindana. Kwa upande mmoja, viongozi wa CCM wanaionyesha hatua hiyo kwa ni ushahidi kwamba matarajio ya kisiasa huenda hayakutimia. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Chadema wanaiwakilisha kuwa ni kurejea kwa misingi ya kisiasa na misimamo thabiti ya kiitikadi. Kwa CCM, hata hivyo, kipaumbele kinaonekana kudhihirisha kwamba kuondoka kwa mwanachama mmoja kama Peter Msigwa hakuleti udhaifu wowote wa muundo kwa chama. Hapi kwa niaba ya uongozi wa CCM na Samia alisisitiza kuwa CCM imesalia kwa jumuiya kubwa yenye msingi wa wanachama nchi nzima na kuweka mifumo ya uongozi. Alidai kuwa nguvu ya chama hicho inatokana na taasisi zake badala ya mwanasiasa yoyote. Ujumbe huo ni muhimu sana kwa chama tawala kwa sababu wafuasi
Wafuasi wa upinzani wamejaribu kuonyesha kuondoka kwa Msigwa kama ishara ya kutoridhika ndani ya CCM. Kwa kusisitiza utulivu wa shirika, CCM inataka kuhakikishia wafuasi wake kwamba chama kinaendelea kuwa na umoja na kuzingatia malengo yake mapana ya kisiasa. Wanasiasa mashuhuri wanapobadilisha vyama, mara nyingi umma na Watanzania mara nyingi hutafsiri maamuzi hayo kama viashiria vya mwelekeo mkubwa wa kisiasa. Ndiyo maana CCM na Chadema wamejitahidi sana kutengeneza simulizi inayohusu hoja ya Msigwa. Kwa Chadema, kurudi kwake kunaweza kuonyeshwa kama ushindi na furaha. Kwa CCM, lengo ni kudhihirisha ukakamavu na kujiamini licha ya kuondoka kwa Msigwa. Jambo la uhakika ni kwamba safari ya kisiasa ya Peter Msigwa inaendelea kuvutia hisia za kitaifa. Kuhama kwake kutoka Chadema kwenda CCM na sasa kurejea Chadema kumemfanya kuwa miongoni mwa watu wanaofuatiliwa kwa karibu sana katika miaka ya hivi karibuni Tanzania. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wataendelea kufuatilia kama kurejea kwake kunaimarisha msimamo wa kisiasa wa Chadema na kama majibu ya CCM yatawahakikishia wafuasi wake kabla ya mashindano ya kisiasa yajayo. Kwa sasa ujumbe wa chama tawala CCM uko wazi. CCM na uongozi wake inasisitiza kwamba uongozi unapatikana kwa uvumilivu, nafasi zinapatikana kwa utumishi na uaminifu, na kwamba kuondoka kwa mwanasiasa mmoja hakutabadili mwelekeo au utulivu wa chama. Wakati mjadala wa kisiasa ukiendelea, Watanzania wengi watakuwa wakifuatilia kwa makini kuona kama Peter Msigwa atasema nini baada ya kujibu taarifa hizi kutoka kwa CCM, Samia Suluhu na uongozi wa chama tawala, jinsi Chadema wanavyotumia kurejea kwake na kama mabishano hayo yanaacha athari za kudumu katika mabadiliko ya kisiasa ya nchi. Katika muktadha huo, kauli ya Ali Hapi kwa niaba ya uongozi wa CCM ina dhamira muhimu. Inairuhusu CCM kueleza hadharani msimamo wake, huku ikipinga dhana kwamba kuondoka kwa Msigwa kunaonyesha matatizo makubwa ndani ya chama tawala. Kwa ufupi, CCM wamejaribu kuweka bayana ya kwamba kuingia ama kujiunga na chama hicho chao haimaanishi ya kwamba moja kwa moja utaweza kupewa nafasi, ofisi au kazi ndani ya chama tawala. Wanasema ya kwamba chama cha CCM kinaangalia utumishi wa mtu na muda ambao mtu amekaa katika chama. Huwezi tu kutoka moja kwa moja kutoka chama chengine cha upinzani kujiingiza ndani ya CCM na moja kwa moja ukapatiwa nafasi au kiti au ofisi ndani ya serikali. Mwaka uliopita katika uchaguzi wa mwaka 2025, Peter Msigwa aliweza kuwania kiti kupitia chama cha CCM na akaweza kuanguka. Baadaye shutuma zilikuwa nyingi, wengi waliweza kumdharau na hata kumchekelea Peter Msigwa kwa kuwa hakupatiwa nafasi ama hakuteuliwa katika uteuzi au nafasi yoyote ile ndani ya serikali, licha ya kuigura Chadema na kuingia ndani ya CCM na baadaye kuanguka uchaguzi, wengi wakitarajia kwamba huenda Samia Suluhu akaweza kumteua labda kwa nafasi fulani serikalini, lakini hakuweza kuteuliwa. Baada ya mashambulizi mengi na kuchekelewa mitandaoni, hatimaye mwisho Peter Msigwa aliamua kusimama upande wa Tundu Lissu. Alianza kuchapisha machapisho ya kumtetea Tundu Lissu na mwisho akaweza kujiunga naye. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti hizi, na kuomba unijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na ujumbe huu wa CCM kwa Peter Msigwa baada ya kujiondoa na kurudi Chadema. Like video hii, subscribe, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.